Habari za leo, namshukuru Mwenyezi Mungu niko salama salimini. Leo mada ya leo nataka nizungumzie faida za kutokukata tamaa katika maisha. Yaani katika maisha tuna changamoto mbalimbali. Tunapitia changamoto za aina tofauti tofauti. Lakini tunashauriwa hata katika maandiko kwamba tusikate tamaa. Tusimame na Mungu katika kila imani yako ulionayo. Simama na Mungu katika kila changamoto unayoipitia, simama na Mungu. Basi ungana na mimi usikilize video hii tangu mwanzo hadi mwisho ili uweze kuzijua faida kuu 5 za kutokukata tamaa. Namba 1, unajipa nafasi ya kushuhudia muujiza. Yaani unapoishi maisha ya kutokukata tamaa, basi unajipa nafasi ile ya kushuhudia muujiza ambao Mungu atakuja kukutendea. Kwa mfano, umegundulika una VVU, usikate tamaa. Timiza ndoto zako, jiwekee malengo uliopanga, uendelee kuyatekeleza. Kama una ndoto za kufanya biashara, fanya biashara. Kama una ndoto za kwenda chuoni, nenda chuoni. Kama una ndoto za kufanya kazi au uko kazini na umegundulika ukiwa kazini, usiache kazi, endelea kufanya kazi. Kama hujaoa, endelea na malengo yako ya kuoa au kuolewa na utapata watoto. Nimeona hapa mfano mmoja, binti mmoja ambaye ni Miss Tanzania nyumbani Tanzania, ambaye hakukata tamaa kabisa na kutokupata mtoto mapema kama alivyokuwa ametarajia au wenzake walivyokuwa wamewahi kupata watoto kabla yake yeye. Lakini hakukata tamaa, na kwa imani yake nafikiri aliendelea kusimama na Mwenyezi Mungu, na hadi hivi majuzi kila mtu tumemshuhudia Mungu amempa mtoto. Hii yote ni faida ya kutokukata tamaa, yaani unashuhudia ule muujiza ambao Mungu amekuwekea. Huyu binti Miss Tanzania ameshuhudia muujiza ambao Mungu amemwekea. Muujiza wa kupata mtoto. Hongera sana Wema Sepetu. Hongera sana sana. Hongera kwa kutokukata tamaa na hongera kwa kupata mtoto. Faida ya pili, akili yako inakuwa na nguvu zaidi. Unapoishi maisha ya kutokukata tamaa, unaishi kwamba una nguvu zaidi na unaishi na matumaini kwamba ninaweza. Ubongo wako pia unajifunza kwa sababu wewe unakuwa ukati tamaa, kwa hiyo hata ule ubongo na wenyewe unajifunza kutoka kwako kwamba ninaweza. Namba 3, unakuwa ni nuru kwa wengine. Unakuwa ni nuru, unakuwa ni mwangaza kwa watu wengine. Mfano, mimi nimeishi maisha ya matumaini na VVU vyangu kwa zaidi ya miaka 30. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu, alinipa nguvu za kutokukata tamaa. Alinipa matumaini, nikaishi maisha ya matumaini. Kwa hiyo hata wale wengine new diagnosed au wale ambao wamegundulika sasa hivi wakiwa na VVU au ambaye amegundulika leo au jana, ninamwambia kabisa kwamba usikate tamaa. Ishi maisha yako kama ulivyojipangia, utimiza malengo yako na ndoto zako kama jinsi ulivyojipangia. Maisha yapo, usikate tamaa. Nawapa matumaini watu wengine. Na hii tumeiona kwa Miss Tanzania Wema Sepetu. Hakukata tamaa. Kwa hiyo Mungu amemfungulia mwanga, amefungua nuru. Wema amekuwa ni nuru kwa watu wengine. Pia wasikate tamaa, wale ambao wanategemea kupata mtoto, wana matarajio ya kupata mtoto lakini bado Mungu hajabariki vizazi vyao, kwamba msikate tamaa
msimame na Mwenyezi Mungu katika imani zenu mlizonazo. Mungu atawatendea miujiza. Mungu anatenda. Atawatendea miujiza hapa hapa duniani, na mtashuhudia miujiza yenu. Mtashuhudia miujiza yenu, mtashuhudia watoto wenu, mtabeba watoto, mtawanyonyesha, mtafurahi nao, wataoa, wataolewa, na mtaona wajukuu na vitukuu. Yote ni kwa nguvu za Mwenyezi Mungu. Namba 4, afya yako ya mwili inaboreka. Yaani kukata tamaa kunaifanya ile afya ya mwili pia inaboreka. Kwa sababu gani? Stress au huzuni zinakuwa hazipo, huzuni inakuwa haipo, kukata tamaa kunakuwa hakupo. Kwa sababu kukata tamaa kwa muathirika mwenye VVU, kukata tamaa kunaathiri kinga ya mwili. Na hii ni kwa mtu yeyote tu yule ambaye hata pia huna VVU, lakini ukikata tamaa kinga yako ya mwili pia inaathirika. Unaona? Kwa hiyo inaweza pia ikakukwamisha labda pengine kutimiza malengo yako, kwa sababu unakuwa umekata tamaa, hauishi maisha ya matumaini. Alafu namba 5, unapata furaha ndogo ndogo tena. Naona? Yaani unapata furaha ndogo ndogo. Tumchukulie Miss Tanzania binti Wema Sepetu. Amejipatia mtoto wake, Mungu amembariki. Kwa hiyo ile furaha alionayo, Mungu mwenyewe ndiye anayeweza kupima akajua kabisa kwamba ana furaha ya kiasi gani. Unaona? Kwa sababu Mungu amemtendea muujiza katika maisha yake, na ameona upendo wa Mungu na uso wa Mungu. Kwa hiyo ni furaha kubwa sana alionayo. Pia kutokukata tamaa, bado unaweza kucheka. Unaona, zile furaha ndogo ndogo, bado unaweza kupata marafiki, bado unaweza kupika chakula unachokipenda. Hizi zote ni furaha ndogo ndogo zinatokana na kutokukata tamaa. Bado unaweza kusikiliza muziki. Unaona, unaweza kutimiza ndoto zako, unaweza kuweka malengo yako. Yaani maisha ya kutokukata tamaa, unafikiria kutimiza ndoto zako. Kwa hiyo hizi ndizo faida 5 za kutokukata tamaa. Unajipa nafasi ya kushuhudia muujiza. Hiyo ni namba 1. Namba 2, akili yako inakuwa na nguvu zaidi. Namba 3, unakuwa ni nuru kwa watu wengine. Namba 4, afya yako ya mwili inaboreka. Na namba 5, unapata furaha ndogo ndogo tena. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Msisahau kulike video hii, msisahau kushare na watu wengine, msiache kucomment. Asanteni sana.